Yes guys, welcome to score capturing system. Huu ni mfumo maalum kabisa kwa ajili ya kukusanya matokeo ya mitihani yote inayofanyika katika taasisi fulani ama shule fulani. Hapa tunakutana na mfumo ambao bila shaka ni mpya kwa mazoea ya shule za kawaida hizi za kwetu ya Tanzania, kwa sababu wengi tumezoea tunaingiza ile final score per student, yani mwanafunzi apata 80, apata 40, apata 20 tunaingiza kwenye score sheet. Lakini mfumo huu sasa umetengenezwa maalum kabisa kwa ajili ya kufanya item score analysis, kwa maana kwamba utaingiza kwa mwanafunzi huyo moja kwa maswali yake yote aliyofanya. For example, kama mwanafunzi amefanya labda swali la 3, hilo swali la 3 amepata ngapi? Amefanya swali la 4 kapata ngapi? Mjumuisho wake sasa ndio tunapata 100. Kwa mfumo huu utaweza pia kudetermine kwa shule nzima, kwa darasa zima, ni swali gani halikufanyika vizuri, hivyo utaweza kugundua kwamba topic fulani haijaeleweka vizuri ama wanafunzi hawajaimaster, lakini ni swali lipi limefanywa vizuri zaidi, kuweza kujihakikishia kwamba kumbe mada hiyo iliyofundishwa imeeleweka vizuri na wanafunzi. So mfumo huu utakusaidia pia kuweza kugenerate sasa correction template, ambapo itaweza system hii kuwasiliana na mfumo mkubwa wa matokeo ambao tuko nao MPJ Orev Robots kwa ajili ya kuchakata matokeo, kutuma message na kutoa ripoti na kadhalika. Yeah, so let us get in. Hii ni score capturing system kwa ajili ya kudetermine na kuanalyze matokeo kwa kila item iliyofanyika katika mtihani husika. So welcome MPJ Mifumo. Tutaingia na demo credential, halafu baadaye tuone tunafanya nini. Yes. So the system is very simple, looks like this. Hapa tuko na dashboard yetu ambayo iko dedicated moja kwa moja kwenye kazi yake ya kukusanya scores za wanafunzi, yani marks za wanafunzi. Yeah, ningependa kuanza na upande huu wa kulia ambapo kuna buttons chache hapa. The first thing first to understand ni kuseti location. Sehemu hii hapa, ukibofya hapa ita prompt na utachagua location yako, either ikae hapa, either ikae hapa. Yes, let us choose here. Kwenye document utaona hapa inabadilika pia. Yes, so hapa nimechagua location ambayo nikienda export correction template yenye matokeo final ya mitihani hiyo kwa darasa fulani, kwa mfano form 1 kwa masomo yao yote, ile correction template kwa ajili sasa ya kwenda kuingiza kwenye mfumo mkubwa, tutaweza kubofya Excel hii hapa, alama ya Excel hapa. So tukibofya chap kama hivi, inakwambia imeshamaliza kuexport. Kumbuka tumeexport kwenye document, so tukienda tukizifuata tukifuata hizo taarifa kwa document, tutaona hapa Excel yetu hii hapa. Tunaweza tukaona hapa, tukifungua tutaona tayari kwa zile marks ambazo nimeziingiza, basi tayari hii iko hapa, na hii itakuwa ready kwa ajili ya kuwasiliana na mfumo mkubwa, yani kuwa uploaded kwenye mfumo mkubwa wa matokeo kwa ajili ya kuendelea kufanya analysis ya matokeo. Yes, na button hii ni sehemu ya kusave kazi yako. Ikimaliza kuzunguka that means itakuwa imekwisha kusave kama hivyo. And this one nitakuelekeza hapa, ndo kuna analysis, sehemu ya edit. Button ya edit hii nitakuelekeza baadaye. This time now let us try to get into one subject. Tuangalie labda tunataka tuingie kwenye somo la Kiswahili, tuingize score kwenye somo la Kiswahili. Ukifika hapa kuna mambo mawili. Either utaingiza manual kama Excel ya kawaida. For example, nataka niingize labda hivi, swali la pili kapata 5, swali hili labda kapata 8, swali hili kapata 2, swali la 5 kapata hiyo. Unaweza ukatumia hii njia na ni rahisi tu kuweza kuingiza marks, ni rahisi sana. Ya, lakini njia bora zaidi ambayo pia itakurahisishia ni kutumia form. Unabofya sehemu hii, button hii imeandikwa data form, then utaona zile marks ambazo nimemuingizia yule mwanafunzi ziko hapa tayari. Unaona? Lakini pia njia rahisi, ukiwa hapa kuna vitu viwili vya kuzingatia.
let us go to next student, tugonge enter. Naam, so ukitaka kuingiza alama za mwanafunzi utabofya labda hapa amepata 12, let's say labda 10 swali la kwanza. Sasa unataka uende swali la pili uingize marks za huyo mwanafunzi, hautatumia enter. Kutumia enter ita navigate kwenda kwa mwanafunzi mwingine, ama kutumia down arrow ita navigate kwenda kwa mwanafunzi mwingine, au up arrow the same applies. Hapa utakachokifanya, kuna button kwenye keyboard yako iko kushoto imeandikwa tab. So ukibofya tab itahama kwenda kwa swali lingine. Hapo ndipo unaingiza maswali yako kwa kubofya tab. Yes, like that. Hiyo utaendelea kuingiza. For example, this one it was supposed to be maybe 6. Ukibofya tab itaingiza kila alichokipata huyo mwanafunzi katika hayo maswali yote aliyoyafanya, na ukigonga enter tayari taarifa zako zinakuwa zimeshaingia kwenye system. Na hapo ukicancel hapa utarudi kwa dashboard, lakini unataka umsearch sasa mwanafunzi fulani, labda kuna kuedit swali fulani kaonewa, anatakiwa edit marks zake na una wanafunzi wengi, unaweza kuona hapa inasoma hadi 1000. Utakachokuja utabofya criteria. Ukija kwenye criteria kuna vitu vya kusearch, aidha uta kwa student name ama kwa serial number au student number. For example, mimi nataka search kwa student number namba 1. Hapo utagusa enter. Ukigusa enter, yes, let us do this. Twende kwa student namba 1 ambapo to find next, hapana, to find the previous, yes, kwa sababu tulikuwa kwenye namba 3 4, so tuna find previous. Nataka twende namba maybe 3 au tuseme 45. Namba 45 tuna find next. Kwa hiyo tunampata yule mwanafunzi wa 45. Tukisema tumtafute mwanafunzi namba ya nyuma, labda namba 7, ukisema find next, so kweli utafind previous kwa sababu tulikuwa kwenye namba 45, so tuna find previous. Tunapata namba 7 yuko hapa na tutaweza kuedit marks zake. Uzuri ni kwamba popote ulipo inakuonesha uko ngapi na mwanafunzi wangapi kati ya idadi kamili ambayo inaingia kwenye mfumo kama hivi. So hapo tutakuwa tumeshamaliza. Narudi hapa, the same applies kwa masomo yote. Ukiingia kwa physics unaweza pia ukatumia data form hiyo kuingiza marks kama hivi na ukaona the same mwanafunzi labda huyo akapata hiyo, ukaingiza maswali yote aliyopata huyo mwanafunzi, like that. Na hapo kwa tumeshamaliza kuingiza. Kwa hiyo utakuwa umefanya hivyo kwa masomo yako yote 17 hapa, na ukitaka ku log out ni hapa kama kwenye login form tulivyoiona, and baada ya hapo sasa you can save your job over here, na hapa ita save. Ikimaliza kuzunguka that means imesha save. Yes, na sasa twende tukaona sehemu ya taarifa mbalimbali unazoweza ukabadilisha na ukaona analysis yote. Edit, hapa bofya edit. Ukiingia sehemu hii bana, ndio sehemu nzuri ya kufanya analysis yote. Sehemu hii utakuja upaste majina yako hapa, majina yako, sex pamoja na taarifa zote utakopi, utapaste hapa yalingane na mfumo mkubwa ambao ni mfumo wa MBGA matokeo Orevo. Na button hii ni ya kuweza kunavigate home kama hivi. Button hii ni ya kuprint report ambayo itakuwa imepatikana hapa, lakini pia sehemu hii ya button imeandikwa score distribution, ni sehemu ya kuseti expected score, kwa sababu tunaamini kila swali limepewa uzito wa marks. Kwa mfano swali la kwanza liwe na 14, swali la pili swali la kwanza liwe na 10, labda swali la pili liwe na 6 au 5, swali la tatu liwe na 6 au 7, swali la 4 the same, swali la 10 au 11 liwe na 15. So utakuja kuseti hapo ili analysis ifanyike, uweze kutambua kwamba performed score za wanafunzi wangu, je, zimekaribiana kiasi gani na expected score nilizoziseti kulingana na mtihani wangu. So you come here
and click this button, utaona inakupeleka kwenye masomo yako yote, na hapa inakuandikia subject marks distribution, ambapo utakutana na masomo yako yote hapa. Ukinavigate, ukienter kwenda chini masomo yote, utaseti hapa weight. Swali la kwanza lina marks ngapi jumla, swali la pili na marks ngapi jumla, mpaka swali la mwisho katika mtihani wako. And good enough katika sehemu hii pia inakuonesha ile total marks ambazo umeziseti. So tunaweza tukarudi hapa tena, na tukifika hapa sasa, maswali yako, items zako ni hizi hapa hadi 14. Hapa ni sehemu ya kuchagua somo lolote. Kama somo haujaseti score, expected score, hutaona chochote, itazima kama hivi, na somo lolote ambalo umeseti score zake litatokea hapa kama hivi. And sehemu hii ni expected score ambazo tumeziseti, kwa mfano geography, na hapa ni performed score wanafunzi. Hii ni wastani ya wanafunzi wote kwenye darasa hilo, wastani wa marks zao kwa swali hilo la kwanza, wameperform vipi, yani wana wastani wa marks ngapi kati ya zile expected ambazo zipo. And then utaona number of students attempted the items. Kwa mfano hapa ni item number 1, question number 1, wameperform wangapi kati ya wanafunzi, for example 78. Ukiwa na wanafunzi wako unakuta wamefanya labda 20. Unaweza ukagundua swali hili kwa nini wengi hawakufanya zaidi ya 50, kwa utagundua kuna shida kwenye hilo swali. Utakuwa na uwezo wa kufanya follow up kwa urahisi sana. Swali lililofanywa na wengi zaidi, halafu utakuta ni swali limefanywa vibaya zaidi, utaona hapa sehemu ambapo utaona kuna highest failure rate, swali ambalo limefanya vibaya zaidi, and hapo utaona highest pass rate, itakwambia ni swali ngapi ambalo limefanya vizuri zaidi, na inakupa maoni hapa kwamba kunahitaji improvement, anahitaji afanye nini, kama hiyo chapter ishafundishwa irudiwe ama ifanywe clarification. And then the highest pass rate, pia hapa kuna ushauri kwamba hilo swali limekuwa well mastered, lakini pia mwalimu anahitaji kuchange tactics ili aweze kujua kweli au aliliandaa tu rahisi, sijui kwa wanafunzi wameperform vizuri kwa sababu swali lilikuwa ni rahisi. A change tactics, lakini bado lina perform vizuri vile vile, that means hilo swali limekuwa mastered vizuri zaidi. Na pass rate, percentage pass itaonekana hapa ya kila swali. Hii imechukuliwa ile performed score over expected score times 100 kuweza kujua ni kwa asilimia ngapi hilo swali wamefanya vizuri kwa somo husika kama hivi. And then hapa utaona ranking ya hayo masomo, yani hayo maswali yaliyofanywa, lipi ni swali limeshika namba 1 kwa kufaulisha na lipi ni swali la mwisho ambalo kimsingi utaliona pia huku chini. Na hapa kuna comments ambazo ni automated kwa kila swali. Kama mwanafunzi amepata percentage pass ya kuanzia 75, yani yenye grade ya A, huyu atakuwa ameperform excellently. Lakini mwenye wastani wa B, mwenye percentage pass ya B, huyu tunamsema yeye ameperform very well. Na chini ya hapo ni moderately performed mpaka 45. Chini ya 45 mpaka 0, huyu tunasema ni poorly performed. Kwa hiyo mfumo una generate hizi comments are very automatic, very automatic, kama hivi tunavyoweza tukaona. And baada ya hapo sasa, we can now try to export as PDF. Lakini pia kitu kingine unaweza kuona hapa kuna alama nyekundu hapa. Hii inamaanisha kwamba hii performed score, marks alizopewa mwanafunzi kwenye hilo swali zimezidi zile marks ambazo zimesetiwa kwenye hilo swali. Kwa hiyo unaweza ukafanya follow up na ukabaini ni mwanafunzi gani ukapunguza. And then tunaweza tuka export hapa. Tukija tuchague kwa desktop hapo, tulipe file letu jina lolote lile like this, and tuwe tume export kama hivyo. So report yetu itakuwa iko very ready katika eneo hili kwa desktop yetu hii hapa, na automatic kabisa tutaona report yetu imekamilika vizuri, iko hapa. Kwa utaona kila kitu kiko hapa. Hii ni kwa ajili ya kuanalyze katika hilo somo. Ukienda kwenye mfumo ukibadilisha somo uta print, ukibadilisha kwa kila somo utaona ni namna gani, swali gani halikufanywa vizuri,
hiyo mada ina maana haikueleweka. Mwalimu akirejelea ilikuwa swali la 5, ni mada gani nimetunga kwenye swali la 5 ambalo halikufanya vizuri, ama unakuta halikufanywa na mwanafunzi yeyote kabisa. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kufanya follow up kwa kila mwanafunzi. Yeah. And from there now tunaweza tukasema MPJ mifumo tunafanya hivi kuweza kusaidia urahisishaji wa kazi na uchambuzi wa kina kabisa wa matokeo ukiwa kule mashuleni. Therefore tuko na mifumo mingi ambayo sasa hii kimsingi inakuja kuwasiliana na mfumo mkubwa wa kuchota hiyo correction template ambayo tumeiona mwanzoni tulivyo export, iingize sasa zile final score baada ya kuchambua kwa kila swali, iingize kwenye mfumo mkubwa kwa ajili ya kutengeneza matokeo, kwa ajili ya kutengeneza ripoti na kutuma message pamoja na mambo mengine mengi ambayo yapo kwenye mfumo wa matokeo mkubwa. Yeah, so MPJ mifumo tuko na mifumo mingi, namba zetu ni 0655402558. Tuko na mifumo ya matokeo level ya msingi, O-level pamoja na advanced hata vyuo, lakini pia mifumo ya matokeo kwa level ya shule za msingi, sekondari pamoja na advanced huko. Lakini pia tuna mifumo mingi, mifumo ya vitambulisho, ID generating system. Tuko na mifumo ya kutengeneza timetable without any correction. Unaandika majina ya walimu wako, masomo yao wanaofundisha, then mfumo wa kutengeneza timetable very automatic, hupotezi hata dakika. And then tuko na mifumo mingi kama ya biashara, inventory management system, lakini pia mifumo ya mapato na matumizi. Tuko na mifumo mingi kama mifumo inayo monitor ukusanyaji wa ada na michango mbalimbali mashuleni, lakini pia mifumo ya vikoba na mifumo mingine mingi. Tunaweza tukatengeneza mifumo ya library na kadhalika na kadhalika. MPJ mifumo tuko hapa tunakusaidia kufanya kazi zako, na chochote unachokitaka sisi tuna generate. Thank you very much. You're welcome once again. Usisahau kusubscribe kwa channel yetu ili muwe wa kwanza kupata next coming videos. Thank you so much.